Karibu kwenye mwendelezo wa kuzidi kuletea matukio pamoja na habari mbalimbali ziwe ni za biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa pamoja na habari za kijamii. Usiache kutembea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, X zamani Twitter pamoja na TikTok. Huko kote tunapatikana kama Yegowasu TV. Lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari moto moto kutokea hapa Yegowasu TV, sauti ya jamii. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari yupo Dakawa John. Tarehe 3 ya mwezi Februari mwaka 2026, Jeshi la Polisi mkoa wa Mara limetoa taarifa kwa wananchi juu ya hali ya usalama wa mkoa katika jitihada za kuendelea kuimarisha ulinzi na usalama. Jeshi la Polisi mkoa wa Mara limeendelea kufanya doria, misako na operation dhidi ya vitendo vya kihalifu. Katika operesheni hizo limewashikilia watuhumiwa 4 kwa tuhuma za wizi wa gari ya kubebea wagonjwa ambulance ya hospitali ya manispaa ya Musoma. Kamanda wa Jeshi la Polisi mkoa wa Mara CACP Pius Rutumo akitoa taarifa kwa wananchi alikuwa na haya ya kusema. Siku ya leo tumeitana hapa kwa ajili ya kufahamishana baadhi ya mambo yanayoendelea kwenye mkoa wetu, hususan shughuli zinazoendelea za kuwalinda wananchi lakini mali zao. Nipende kuwafahamisha wanahabari mliofika siku ya leo pamoja na wananchi hususan wa mkoa wa Mara kwamba Jeshi la Polisi mkoa wa Mara linaendelea na shughuli zake za majukumu yake ya kila siku, majukumu ambayo kimsingi lengo lake ni kulinda raia na mali zao. Katika majukumu hayo ikiwa ni pamoja na operations zinazoendelea kwenye mkoa wa Mara, lakini misako mbalimbali inayoendelea kwenye mkoa wa Mara, lakini na kazi za kiupelelezi. Jeshi la Polisi limeweza kuwa na mafanikio mbalimbali kwa kadri tutakavyowaelekeza. Kwanza, tunayo mafanikio makubwa ya kukamata gari la kubeba wagonjwa ambulance ambalo liliibiwa katika moja ya hospitali zetu mkoa wa Mara. Tarehe 25 Oktoba 2025 majira ya saa 2 za usiku, huko katika kituo cha polisi cha Musoma mkoa wa Mara ilipokelewa taarifa ya wizi wa gari. Taarifa hiyo ilipokelewa kutoka uongozi wa hospitali ya manispaa ya Musoma juu ya wizi wa gari la kubeba wagonjwa kwa maana ya ambulance, gari aina ya Toyota Land Cruiser yenye namba za usajili STM 7830 yenye rangi nyeupe. Iliibwa na mtu ama watu ambao mwanzo hawakuweza kufahamika, na watu hao waliiba gari hiyo ikiwa katika maegesho yake ya kila siku eneo hilo la hospitali manispaa ya Musoma. Kutokana na taarifa hizo, Jeshi la Polisi mkoa wa Mara lilianza na upelelezi na uchunguzi wa ufuatiliaji kwa karibu hadi tulipoweza kupata taarifa za namna gari hilo lilivyoweza kutoka mahali hapo, lakini pia tulipata taarifa mahali gari hilo linaloweza kupatikana. Kazi hii nzuri yenye weledi mkubwa kabisa, lakini pia yenye uaminifu wa hali ya juu imefanywa kwa ushirikiano wa hali ya juu na wananchi, raia wema, lakini vyombo vya ulinzi na usalama, na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa 4 ambao ni Goodluck Steven Chacha mwenye umri wa miaka 26, mkazi wa Tarime mjini. Lakini alikamatwa mtu mwingine Karume Kimweri mwenye umri wa miaka 26, mkazi wa Mrombo Arusha. Alikamatwa mtu wa 3 Saidi Hussein Ramadhani mwenye umri wa miaka 39, mkazi wa Arusha huko. Lakini pia alikamatwa Elia Joakim Limo mwenye umri wa miaka 53, naye ni mkazi wa Arusha. Sambamba na watuhumiwa hao, lilikamatwa gari hilo ambalo liliibiwa huko Arusha likiwa katika hatua za mwisho
za kulibadilisha kutoka muonekano ule wa kubeba wagonjwa na kuwa katika muonekano wa kibiashara wa kubeba watalii, na taratibu za kuwafikisha watuhumiwa hawa mahakamani, kwani upelelezi umeshakamilika, zinafanyika na watafikishwa wakati wowote mahakamani. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Mara katika operesheni za kupambana na dawa za kulevya lilifanikiwa kumkamata Abdalla Hari Hussein mwenye umri wa miaka 30, mkazi wa mtaa wa Kambarage mkoa wa Shinyanga, akiwa na sandarusi lenye sharuba 160 za dawa za kulevya aina ya mirungi yenye uzito wa kilogramu 67. Mtuhumiwa alikamatwa akiwa anaendesha gari aina ya Toyota Hilux yenye namba za usajili T 540 EGD yenye rangi nyeupe akisafirisha dawa hizo kutoka Bunda kwenda Shinyanga. Aidha, baada ya upelelezi kukamilika, mtuhumiwa alifikishwa mahakamani ambako alikiri kosa hilo kwa makubaliano ya kisheria na mahakama ilimtia hatiani na kuhukumiwa kifungo cha miaka 2 na gari lilotumika kusafirisha dawa hizo kutaifishwa. Katika kupambana na madawa ya kulevya, kwenye misako yake, operations zake mbalimbali, liliweza kumkamata mtu mmoja aliyofahamika kwa jina la Abdalla Hussein mwenye umri wa miaka 30, mkazi wa mtaa wa Kambarage mkoa wa Shinyanga, akiwa na sandarusi lenye sharuba au 160 dawa za kulevya aina ya mirungi yenye uzito wa kilogramu 67. Mtuhumiwa huyo alikamatwa akiwa anaendesha gari aina ya Toyota Hilux lenye usajili wa namba T 540 EGD yenye rangi nyeupe, akisafirisha dawa hizo kutoka Bunda mkoa wa Mara kwenda Shinyanga. Aidha, baada ya upelelezi kukamilika, mtuhumiwa alifikishwa mahakamani ambako alikiri kosa hilo kwa makubaliano ya kisheria kwa maana ya plea bargaining, na kutokana na makubaliano hayo ya kisheria mtuhumiwa alitiwa hatiani na kuhukumiwa kifungo cha kwenda jela miaka 2 au kulipa faini, lakini pia gari hilo lililokuwa limetaifishwa dawa za kulevya limetaifishwa na serikali, na hii tunaweza kuona madhara ya kujihusisha na biashara hizi za madawa ya kulevya. Katika hatua nyingine kwenye mwendelezo huo wa kupambana na madawa ya kulevya, kwa kipindi cha Januari 2026, kipindi cha mwezi mmoja, jeshi la polisi mkoa wa Mara limefanikiwa kukamata dawa za kulevya aina ya bangi zikiwa katika vifungashio vya ukubwa wa aina mbalimbali, kilo hizo 30, lakini pia imeweza kukamata pombe haramu maarufu kama gongo kiwango cha kiasi cha lita 2464. Ndugu wanahabari, hii ni sawa na mapipa 12.5 ya pombe haramu ya moshi. Lakini pia tuliweza kukamata mitambo ya kutengeneza pombe hiyo haramu, mitambo 2, na jumla ya watuhumiwa 190. Kesi za mashauri haya zipo katika hatua mbalimbali na nyingine zimeshafikishwa mahakamani, na wapo watu ambao tayari wameshatiwa hatiani na wanatumikia adhabu. Jeshi la polisi mkoa wa Mara linatoa wito kwa wananchi, kwanza kuendelea kuliamini jeshi lao la polisi mkoa wa Mara, na kwa kufanya hivyo waliendelee kutoa taarifa za namna ya kuwabaini hao wahalifu, namna ya kubaini uhalifu wenyewe unaoendelea kwenye mitaa yao na kutolea taarifa kwa jeshi la polisi. Nasi tutaendelea kuwa waaminifu na kufanya kazi kwa weledi kutokana na matokeo haya ambayo ninyi mnayaona, na tuendelee kuhakikishia wananchi kwamba kwa kufanya hivyo wale watu wa taarifa watakuwa salama.
Asante kwa kuendelea kuichagua Yegowasu TV, sauti ya jamii. Huu ni mwendelezo wa kuzidi kuletea matukio pamoja na habari mbalimbali. Usiache kutembea katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Huko kote tunatambulika kama Yegowasu TV. Lakini hakikisha kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu, una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe. Yegowasu TV, sauti ya jamii, nyuma kuna watu.